na nguvu za aina tatu kupitia chakula. Agano la kwanza, nguvu ya mauti. Agano la pili, nguvu ya ngono. Agano la tatu, nguvu ya kuwa mbali na Mungu. Andika hivi vitu. Kuna idara ya kuzimu inahusika na chakula. Huo ni unabii. Imeagana kutumia chakula kuleta mauti, vifo, magonjwa mengi yanaenda mwangu kupitia, kuleta uharibikaji, immorality, kuleta pia watu kuwa mbali na Mungu, affection ya kiroho. Jambo la pili, ninaona hali ya hewa kwenye baadhi ya maeneo yaliyopo kaskazini na pwani Dar es Salaam. Ninaona shetani anapanga kuleta vitu vinavyohusiana na mafuriko, na baadhi ya mikoa iliyopo kusini itapata mashambulizi ya hali ya hewa zisizo kawaida, na moto na radi na uharibifu. Ninaona ajenda ya shetani kuharibu na kuleta njaa, kuharibu muda wa mvua kuisha. Yaani kutakuwa na mvutano wa muda wa mvua kuisha. Kuombea kwamba Mungu aweze tusaidia ili ule mvutano uliopo ulimwengu wa roho usiweze kuathiri na kuleta njaa. Ninaona taarifa nyingi za uongo kwenye mambo ya fedha. Watu wanaohusika na fedha serikalini zinatengeneza taarifa nyingi za uongo. Ninaona kila atakachokifanya rais, watu watakishtaki. Meparia zoto mekuta ramari. Vurugu zitaanza sio muda za watu wa upinzani. Unapoelekea mwezi wa 4 katikati, wataanza kumdai Lissu na kutengeneza mazingira, lakini kitakachosimama ni kile kilichoandikwa tangu mwanzo kwamba atatumikia miaka mingi, na wakati wa kutolewa itakuwa ni kama mtu ambaye anaishilizia ila anaanza. Halafu kutakuwa na tangazo kubwa la hali ya uchumi, na wengine watatumia hali hiyo kunufaika, lakini sharti watu wajue kuna uchawi mwingi wa kijambazi unaandaliwa. Matapeli wengi wa kijambazi watoto watakuwa kwenye nyenzo kutumia uchawi in advanced way ambayo haijatokea. Kama watu walikuwa wanaamiga kuibiwa nyeti, basi kuna vitu vinaenda kutokea. Itakuwa kama ni uzushi, lakini kitu ambacho kinatokea kweli kwa baadhi ya watu. Kwa mwezi wa 4 ni mwezi wa maagano, na mwaka huu ni mwaka wa baraka, watu watakaoagana mapema. Usije ukachelewa kwa sababu agano lina muda wake. Yaani sana kusema muda wa kupanda mahindi una agano lake la muda. So jambo la msingi ambalo linaweza likatufaa siku ya leo ni kujua maeneo ambayo adui anayatumia katika miili, mazingira, na katika ufahamu, mawazo, fikra, mitazamo, na